Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali tunazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans baada ya kuweza kushuhudia ubora mkubwa wa kile ambacho kinachotengenezwa kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo namna ambavyo kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans inaelezwa kwamba ni zaidi shaili ya kwamba wanaona kabisa kwamba mambo yanaonekana kwenda vizuri kabisa, ambapo wanaendelea kuweza kushusha vyuma kwenye kikosi chao baada ya kuendelea kushusha balaa zito na kuitikisa bara Afrika kutokana na usajili ambao waliofanya kwenye kikosi chao. Sasa wanakwenda kuzitikisa pia ngome zingine, ambapo inaelezwa kwamba leo hii wanakwenda kutambulisha mchezaji mpya, moja kati ya wachezaji ambao inaelezwa kwamba ni kipenzi cha wanayanga. Ni nani huyo ambaye ni kipenzi cha wanayanga? Utakwenda kumjua hapa ametokea wapi, amesaini mkataba miaka mingapi, yote na mengine mengi, dili lake limechukua kiasi gani, utakwenda kujua yote. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya Wina Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ando jekundu andiko hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu uweze kupata taarifa zetu mwanzo mwisho. Bana, klabu ya soka ya Young Africans inaendelea kuweza kujikita kuhakikisha kwamba safari hii wanakwenda tena kufanya balaa zito kwelikweli kwenye kikosi chao, ambapo inaelezwa kwamba Yanga ya mwaga bilioni 15 usajili mpya, ambapo GSM aingilia kati dili la mchezaji huyo mkubwa ambaye inadaiwa kwamba anatua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa mujibu wa taarifa ambavyo inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans kupitia uongozi wake umeonyesha dhamira yake ya kuendelea kutawala soka la ndani na kimataifa baada ya kuweka wazi kuwa imetenga bajeti ya shilingi bilioni 15 kwa ajili ya usajili wa wachezaji kuelekea msimu mpya. Akizungumza kuhusu mpango huo, afisa habari wa Yanga Ali Kamwe alieleza kuwa rais wa klabu hiyo Engineer Hersi alimkabidhi mfadhili wa timu hiyo, kampuni ya GSM, jukumu la kuhakikisha zoezi la usajili linakamilika kwa kiwango cha juu bila vikwazo vyovyote vya kifedha. Mfadhili wetu Halib Said Mohamed GSM ametenga shilingi bilioni 15 kwa ajili ya usajili pekee. Kulikuwa na mchezaji mmoja ambaye awali alisita kujiunga nasi kutokana na matako makubwa ya kifedha, lakini dili hilo lilifanikiwa mara moja baada ya GSM kuridhia gharama kila kitu, alisema Kamwe. Safu kale ushambuliaji. Mbali na bajeti hiyo kabambe, Kame amewatoa hofu mashabiki wa Yanga kuhusu safu ya ushambuliaji ya timu hiyo kwa msimu ujao, akisisitiza kuwa klabu imesuka safu itakayowapa fursa kubwa uwanjani. Miongoni mwa nyota wanaotarajiwa kubeba matumaini makubwa ya klabu hiyo katika kutetea mataji yao ni pamoja na Clement Mzinze, Peter Shalulile, Mwijage, Toure na Alan Okello. Kamwe amewataka mashabiki waliokuwa na wasiwasi juu ya idadi ya uwezo wa washambuliaji kuwa na subira, kwani kikosi kilichopo kina ubora wa kutosha kushinda mechi zote na kufikia malengo ya klabu. Katika hatua nyingine, imetoa taarifa kutia moyo kuhusu maendeleo ya mshambuliaji wao Clement Mzinze ambaye amekuwa nje ya uwanja kitibu majeraha. Ingawa ripoti za awali za madaktari zilionyesha kuwa Mzinze angeanza kucheza tena ifikapo mwezi Disemba, ameendelea na
matibabu yake yanaonyesha kuwa anaweza kurejea uwanjani mapema zaidi kuliko inavyotarajiwa. Uongozi wa Yanga unaamini kuwa uwekezaji huu mkubwa katika usajili, ukijumlisha na kurejea kwa nyota wao waliokuwa majeruhi, utaifanya timu hiyo kuwa tishio kubwa kwenye mashindano haya ambayo yanayokwenda kutokea. Sasa klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho kinaonekana ni zaidi shaili ya kwamba wamezamilia kwamba wanalitaka taji tena kwa mara ya 6 mfululizo. Lakini katika hatua nyingine, Yanga yakamilisha usajili, ambapo klabu ya soka Young Africans imekamilisha usajili wa kiungo Mohamed Tichapi Zougrana kutoka MC Alger ya Algeria. Kiungo huyo mwenye umri wa miaka 24 anatajwa kuwa miongoni mwa wachezaji wenye uwezo mkubwa kucheza nafasi ya kiungo, wakati akiwa na sifa ya kukaba na kwa ufanisi kumiliki mipira, kuanzisha mashambulizi na kutoa pasi za uhakika. Zougrana amejiunga na Yanga kwa mkataba wa miaka 2 akitarajiwa kuongeza nguvu katika eneo la kiungo kuelekea msimu mpya wa mashindano ndani na kimataifa. Uzoefu aliopata akiwa MC Alger unatarajiwa kuisaidia timu hiyo kuongeza ushindani na ubora wa mchezo katika uwanja. Usajili huu unaonyesha dhamira ya Yanga kuendelea kujenga kikosi imara chenye ushindani mkubwa katika ligi kuu ya NBC, kombe la shirikisho pamoja na michuano ya kimataifa. Zougrana anatarajiwa kuanza safari mpya ya soka akiwa na jukumu la kuonesha kiwango bora na kuchangia mafanikio ya klabu katika mashindano mbalimbali. Lakini katika hatua nyingine, inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans inaelezwa kwamba wamefikia makubaliano binafsi na Faisal Salum almaarufu kama Feitoto kwa mara nyingine tena kumrudisha kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Taarifa zinaeleza kuwa klabu ya soka ya Yanga imepiga hatua kubwa katika harakati za kumrejesha kiungo mahiri Faisal Salum Feitoto baada ya pande hizo mbili kufikia makubaliano binafsi. Masuala yanayohusu ada ya kusaini mkataba, sign on fee, mshahara pamoja na bonus mbalimbali hajaonekana kuwa kikwazo kati ya Yanga na Feitoto. Inaelezwa kuwa upande zote zimefikiana kuhusu masharti binafsi ya mchezaji, jambo linaloonyesha kuwa kiungo huyo yupo tayari kuvaa tena jezi ya wananchi endapo hatua za mwisho zitakamilika. Hata hivyo, pamoja na makubaliano hayo binafsi, kinachosalia sasa ni mazungumzo rasmi kati ya Yanga na Azam ambayo bado inamiliki haki za kimkataba za Feitoto. Hivyo uhamisho huo hauwezi kukamilika hadi klabu hizo mbili zitakapofikia mwafaka kuhusu masharti ya uhamisho wa mchezaji huyo. Iwapo Yanga na Azam watafanikiwa kufikia makubaliano rasmi, kurejea kwa Feitoto kutatarajiwa kuwa moja ya usajili mkubwa zaidi. Hadi sasa makubaliano binafsi kati ya Yanga na Feitoto ndiyo yanaripotiwa kufikiwa, huku hatua za mwisho ikisaliwa kuwa mazungumzo na Azam ili kukamilisha uhamisho huo mkubwa ambao wanasubiriwa kwa hamu kweli na mashabiki, kama kweli kitaweza kutokea katika sajili ambazo wameendelea kuweza kuzifanya wananchi katika kikosi chao. Tusubiri kuweza kuona mambo yatakuwaje, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na sajili hizi. Wewe umezipokeaje ndani ya kikosi cha wananchi?